na kutoka katika nchi hii. Nataka uangalie lile neno tuwatende kwa akili. There's a very important, lengo likiwa ni wasije wakaongezeka. Naomba nirudie tena, tuwatende kwa akili. Watu wengi tuliookoka, tunaompenda Mungu, adui alichoamua ni kututenda kwa akili. Lengo la kwanza ni tusiwe na maongezeko, kwa sababu vita ya kwanza utakayokutana nayo ni vita inayoitwa vita ya maongezeko. Naomba nirudie tena, when you born again, unapozaliwa mara ya pili, vita ya kwanza utakayokutana nayo ni vita ya maongezeko. Na ili usiongezeke kwenye eneo lolote, shetani huwa anatutenda kwa akili. Tazungumza engo kama 3 kama 4 kama naweza. Lakini unahitaji kuomba na kuomba. Kutendwa kwa akili ni kuruhusiwa kuishi kwenye lifestyle unayofikiri ni sawa lakini sio sawa. Ni kufungwa akili isione tatizo mahali penye tatizo. Ni kuwekwa kwenye comfort zone mahali pa kupambana. Nataka nikuambie kitu kigumu sana. Hakuna kitu cha hatari duniani kama akili ya mwanadamu kurizika. Umenisikia nilichosema? Ngoja nirudie tena. Hakuna kitu cha hatari duniani kama akili ya mwanadamu ikirizika. Yaani ikasema sasa nimetosheka, sasa nimerizika. Ndio vita ya hatari zaidi. Tajaribu kukuonyesha mistari michache kwenye hicho kipengele, alafu tupate nafasi ya kumshukuru Mungu, then jioni tukutane kwenye maombi. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kitabu cha Mhubiri, hebu tuanzie hapo. Mhubiri mlango wa 10, tuanze mstari wa 5, wa 6 na wa 7. Nikuonyeshe kitu kingine. This is an error. Kwenye Kiingereza anatumia hilo neno error. Huko anasema liko ba nililoliona chini ya jua. Angalia ile sentence vizuri. Rudi darasani. Macho ubaoni. Ba nililoliona chini ya nini? Wangapi wamenisikia? Chini ya nini? Chini ya nini? Tafsiri yake ni kitu kinachofanyika duniani ambacho hakijawa planned mbinguni. Umenisikia nilichosema? Yaani kilichotakiwa kifanyike mbinguni alafu ndio kifanyike duniani kimekuwa vice versa. Kwa anasema chini ya jua. Hichi hakijawa planned mbinguni, kimekuwa planned hapa. Nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye atawalaye wapi? Chini ya jua. Tuendelee. Ya kuwa wapumbavu huwekwa mahali pa juu sana, nao wakwasi hukaa mahali pa chini. Angalia mstari unaofuata. Mimi Sulemani anasema, nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Anasema this is an error under the sun.
waliotakiwa kumiliki wanamilikiwa, waliotakiwa kumilikiwa wanamiliki. Let me try this. Kuna ngoma ipo jirani yako, haiombi, haifungi, haiendi ibada na mambo yanaenda. Wewe this is an evil. Nitaka akili yako ijue tumetendwa kwa akili. Our position, nafasi ya kwetu imegeuzwa, sio ya kwetu. What do we struggle for? Ndicho tunachopambana nacho the day and night. Una feel kabisa kuna mali natakiwa kuwa, hebu tupungiane mikono. Una feel kabisa kuna kiwango natakiwa kuwa nacho, but why I'm here? Kwa nini niko hapa sasa? Mimi okay, ngoja jaribu namna hii. Kama hujawahi kuamka usiku ukajitafakari, bado hujaanza kuishi. Pungiane mikono. Yani mimi na matatizo gani? Hebu tupungiane mikono. We see the way so clear. Tunaziona njia zikiwa wazi, lakini kwa nini hatuzioni tukizitumia? Sasa Sulemani anasema ili ni tatizo. That why Yesu alipotufundisha kuomba anasema lazima muombe hivi: ufalme wako uje, alafu muombe mapenzi yako yanayotimizwa mbinguni yasiishie mbinguni, yaje na hapa tulipo. Unaweza usinielewe. Ngoja nijaribu hivi. Hivi unajua kama malaika asingetokea kwa Gideon na kumpa vitu vya kufanya, mbinguni anasomeka shujaa, duniani ni mpepeta ngano? Elezea. Wangapi wamenisikia? Wangapi wamenisikia? Yaani faili la kwake linalosomeka mbinguni na lifestyle anayoishi duniani ni vitu viwili tofauti. Ndio maana malaika alipokuja hakumuita jina lake, alimwambia kilichopo kwenye faili mbinguni: Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Hichi ndicho kinachosomeka. Cheki majibu yake. Kama yuko pamoja na sisi, yako wapi matendo makuu waliotuhadithia baba zetu? Na unajua kinyumbani nyumbani Gideon ndio alikuwa amefanikiwa. Tupungiane mikono. Ndikiza jirani yako, mwambie kinyumbani nyumbani Gideon alikuwa amestawi sana. Don't forget, Wamidian walikuwa wanachukua ngano kutoka shambani, walipiga kambi shambani. Tupungiane mikono. Hakuna mtu aliyekuwa anaruhusiwa kuchukua chochote, walikuwa wanalima Wamidian wanachukua, lakini Gideon alikuwa na ngano. Maandiko yanasema alikuwa anapepeta ngano akaifiche. Kwa hiyo kwenye mazingira ya kawaida yeye alikuwa amestawi kuliko watu wengine wote, lakini hichi hakikuwa kiwango cha yeye kustawi ambacho mbingu ilikusudia. Hakikuwa kiwango cha kufikia mafanikio ambacho mbingu ilikusudia. Mbingu ilikusudia awe mkono wa ukombozi kwenye familia, awe mkono wa ukombozi kwenye taifa, awe mkono wa ukombozi kwenye kizazi chake. Mbingu ndicho ilichokusudia. Lakini vita imemgeuza mpepeta ngano. Sema nakataa kupepeta ngano katika jina la Yesu. I cast it, na ifuta. Sijaumbwa kupepeta ngano. Tikiza jirani yako, mwambie hujaumbwa kupepeta ngano. Na unajua manake nini? Unapata chakula, unapata malazi. That's what we do. Si kama umenisikia? And that's what my dad fight for. Ndicho ambacho pia baba yangu alipigania. Ndicho ambacho babu yangu alipigania, kupata chakula, kupata malazi. Mimi kimeongezeka nini?
Tazama jirani yako, mwambie wewe kimeongezeka nini? Tofauti ya kwako na babu na baba ni nini? Sawa, utaniambia mimi nalalia kitanda bora kuliko cha babangu, lakini ni kitanda, tupungiane mikono. Nini kimeongezeka? Nini kipya? Ana, unajua hiyo vita ndio imetutengenezea hata matangazo mengine ya ajabu ajabu. Unaelewa matangazo? Kuna tangazo moja nilisikia, alinunua sijui babu mpaka mjukuu. Hebu niacheni kwanza. Niacheni. Mwambie jirani yako muache mwalimu kwanza. Yaani mimi nikisikia hilo tangazo hata sitanunua. Yaani mjukuu wangu aje aishi standard ya kwangu, kiwango cha kwangu. Tunatoka utukufu kwenda utukufu, tunatoka viwango kwenda viwango, tunatoka hatua kwenda hatua, tunatoka neema kwenda neema, tunatoka furaha kwenda furaha, tunatoka kiwango A kwenda viwango vilivyozidi. Hatutabaki kwenye kiwango kile kile. Na ndio maana kati ya vitu ambavyo sitegemei kurithisha kwenye ufahamu wa watoto wangu ni vitu. Naomba unipungie mkono. Hujanisikia ninachozungumza? Kama unapambana kurithisha vitu, kuna mahali umefail. Vitu vinaisha. Ndio maana moja ya vita tulionayo Afrika, watoto wetu wanauana kwa sababu wanapigania material things, vitu. Kuna nyumba moja Pagale liloko wapi huko, ndo wanauana waliuze wapate hela ya kula. Ni kwa sababu hatujawarithisha alisi. Vitu vinapotea, ila maarifa Mungu alionipa ya kutafuta vitu haipotei. Inatakiwa ikae kwenye akili zao, ikae kwenye fikra zao. Imani Mungu alionipa haipotei, inatakiwa ikae kwenye mioyo yao, ikae kwenye ufahamu wao. Ndio maana nisikilize, ndio maana Isaka hakumpa Yakobo kitu. Wangapi wamenisikia? Kasome Biblia. Baraka. Isaka akamwambia, mwanangu nimekubariki, kuna mashamba 10 yako mahali fulani, kuna nyumba. Alimwambia Mungu wa Ibrahim baba yangu, na akustawishe. Harufu yako mwanangu ni harufu ya shamba alilolibariki Bwana, ni harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Kwenye manono ya nchi patakuwa makao yako, umande utokao juu utakufunika, na watoto wa mama yako watakutumikia. Alafu hiyo baraka ilipotamkwa juu yake, Yakobo anaondoka kwenye mikono ya mzee Isaka, anaenda kwa Laban. Angalia anaporudi anasemaje? Nalivuka mto huu nikiwa na fimbo peke yake, ila Bwana amenirudisha na matuo mawili, amenirudisha na matuo mawili. Nalienda sina kitu kwenye mikono, ila nalienda na baraka, nalienda na maarifa, nalienda na imani ya baba yangu. Kwa hiyo hapa nilipo sikuhitaji vitu, nilihitaji baraka ya baba yangu, nalihitaji imani ya baba yangu, nalihitaji maarifa ya baba yangu. Aliyeniona jana sio yule wa jana. Mimi leo nina matuo mawili. Ninakuombea katika jina la Yesu, mbingu zikusaidie. Hata kama kuna vita unayopitia, Mungu akusaidie kuwa na matuo mawili na kuongezeka mahali wasingetegemea uongezeke, katika jina la Yesu. Hear me very careful. When you learn this, unaanza kuacha kutafuta material things, unaanza kutafuta neema iliyopo juu yako. Neema iliyopo juu yako inaleta vitu. Wachache wamenisikia. Wacheki wale watoto wa mzee. Unajua hii ilimpata Esau kidogo, akataka kumuua ndugu yake kwa sababu ya vitu. Hebu tupungiane mikono. Ila baba alimwambia sentence ngumu sana. Amwambia, sikiza, nakubariki kidogo. Penye manono ya nchi na wewe patakuwa makao yako, penye umande utakao juu utakaa.
alafu kwa upanga wako utaishi. Utakapovunja kongwa kutoka kwenye shingo yako, hutamtumikia ndugu yako tena. Na Esau alifight to the death kuvunja kongwa. Nitakuja kuonyesha wakati mwingine. Wakati anakutana na Yakobo, Yakobo alikuwa anajua ndugu yake ana hasira naye atamuua. Akatanguliza mifugo, akatanguliza ng'ombe, akatanguliza vitu. Alafu vinafika kwa Esau. Esau anasema, sasa umeleta vya nini? Anasema, ni kwa sababu nataka kupata kibali kwako. Anasema, sihitaji chochote cha kwako ndugu yangu, na mimi nina vya kwangu vya kunitosha. Na mimi nina vya kwangu vya kunitosha. Ile chuki imeondoka, ile hasira imeondoka, kwa sababu na mimi Mungu amenibariki, nina vya kwangu vya kunitosha. Hear me. Ninapofundishaga uzao nawaambia watu, omba watoto wako even wasiwe watumwa hata kwa ndugu zao. Hivi unanisikia ninachozungumza? Yaani mwanangu asifanye kazi ya utumwa hata kwa ndugu yake. Hivi unanisikia? Ifike mahali wakikutana wote wana amani, kwa sababu wote wana vya kuwatosha. Umenisikia ndio sema? Watu iklias, kwa nini tuna wivu sana? Ni kwa sababu ya upungufu tulionao. Umenisikia ndio zungumza? Tuna wivu sana kwa sababu ya nini? Upungufu tulionao. Kwa nini tunaendelea kwa waganga? Kwa nini tunalogana? Kwa nini tuna chuki huku ndani? Kwa sababu ya upungufu. Sasa kwa nini huyu amefanikiwa hapa? Kwa nini Tukifika level ya Esau na Yakobo, kila mtu ana vya kumtosha. Tukikutana tunafurahiana, tukikutana tunapendana. Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu sana, moja ya maombi ambayo unahitaji kuomba, Mungu, sitakuwa mtumwa. Unajua tafsiri ya mtumwa ni nini? Ni ambaye hawezi kutumia akili zake mwenyewe, kwa hiyo kuna anayezitumia kwa niaba yake. The meaning of slave. Yaani mtumwa hauwezi hata kutumia akili yako mwenyewe, kwa kuna anayeitumia kwa faida yake, kwa kukupa wewe chakula. Ukimaliza kukasirika uniambie. Tikise jirani yako, mwambie mwalimu anasema ukimaliza kukasirika umwambie. Sio darasa jepesi, si ndio? You need to refuse it. Unahitaji kukataa. Mwambie Mungu, nakataa kuwa mtumwa. On this earth, kwenye dunia hii, kwenye ulimwengu, nakataa kuwa mtumwa. Nakataa watoto wangu kuwa watumwa. Hawatafanya kazi za kitumwa, za kutafuta mkate wa kila siku. Nakataa kutafuta mkate wa kila siku. Kwa sababu ndege wa angani hawala hawapandi wala hawavuni, ila hawatafuti mkate wa kila siku. Mungu anawadirect straight mahali mkate upo. I'm more than, mimi ni zaidi ya ndege wa angani. Mungu ameniumba niwe zaidi yao. Nina vitu, nina assignment ya kufanya. Sitaishi maisha yangu yote kutafuta mkate wa kila siku. Hello? Tikisa jirani yako, mwambie sitaishi maisha yangu yote kutafuta mkate wa kila siku. Yaani naamka asubuhi, narudi jioni na mkate. I hate that life. Ndio maisha ambayo baba yangu aliishi. Ndio maisha uko wetu aliishi. Sasa mimi naishi hayo na nina Yesu. Wao hawakuwa na Yesu. Mimi naye, kwa nini niishi the same cycle? Mambo matatu ya kufanya. Yapo mengi, mimi naomba nikupe machache ya kufanya. Jambo la kwanza ya kufanya. Jambo la kwanza, jitoe kwenye asili ya mfumo wa familia. Jitoe kwenye asili ya mfumo wa familia inayowazuia kutumia milango iliyo wazi mbele yenu. Jitoe kwenye asili ya mfumo
wa familia inayowazuia kutumia mlango au milango iliyo wazi mbele yenu. Mambo mawili ya msingi kwenye hili. Nataka tusome mstari mmoja. Wakorintho wa kwanza 16:9. Wakorintho wa kwanza 16:9. Ukitaka kupata nafasi, soma juu ya milango, utaelewa hichi ninachozungumza. Mimi nitakuonyesha kwenye engo moja tu asubuhi hii. Kuna mambo mawili kwenye hili napozungumza. Jambo la kwanza, kuna ambao milango imefungwa mbele yao, adui ameifunga. Imefungwa kabisa. Kuna ambao milango ipo wazi, haijafungwa, ila adui amewazuia wasiitumie milango iliyo wazi. So unahitaji kujua unapigana na vita ipi. Ni vita ya kufunguliwa milango au ni vita ya kutumia milango iliyofunguliwa? You must be very specific when you start to praying. Lazima ujue unaomba nini. Tofauti ya Rahabu na Paulo, kwa Rahabu malango yote ya mji yalikuwa yamefungwa, na yeye akiwa amefungiwa wapi? Ndani. Kwa hiyo ililazimu mbingu kuja kuibomoa Yeriko yote ili kumtoa Rahabu. Kwa kina Paulo na Sila milango ilikuwa imefanyaje? Imefungwa. Ililazimu mbingu kutikisa misingi. Na naomba nirudie tena, ili milango ifunguke iligharimu mbingu kutikisa nini? Misingi. The same kwa Paulo, kwa Petro. Kulikuwa na milango mitatu na yote imefanyaje? Imefungwa. So wewe unahitaji kujua unapambana kwenye engo ipi, kwa sababu unaweza ukawa unaomba Mungu nifungulie milango, Mungu nifungulie milango, alafu Mungu anakuambia nimekupa mlango mkubwa uliofunguliwa, wala hapana awezaye kufunga. Mahali pengine anasema malango yako yatakuwa wazi mchana na usiku. So unahitaji kujua wewe ni vita ipi unapitia, ukoo wenu ni vita ipi mnapitia. Sasa kwa Paulo yeye anasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipinga. Hawa hawakuwa wanapambana mlango usifunguke, walikuwa wanapambana mlango uliofunguka usitumike. Wangapi amenisikia ninachozungumza? Ngoja nirudie tena. I see the door open. Ninaona mlango ukiwa wazi. Kinachonizuia nisiutumie hata mimi sijui. Ninakuja kupata akili za kuutumia, muda umeisha. Nenda kwenye familia hizi zenye vita ya namna hii, tunauona mlango wa elimu ukiwa wazi. Cheki vizuizi vinavyotokea, tusiutumie. Muda ukipita ndo akili zinarudi za kutumia. Hujanisikia ninachozungumza? Kuna babu wa Kenya, akili ya kutumia mlango wa elimu ilitokea akiwa na miaka 80 na kitu. Mnamkumbuka yule babu? Ndo anaanza la kwanza. Kwa nini akili ya kutumia huo mlango haikuja akiwa na miaka 20? Kwa sababu alikuwa bado na nafasi. Kwa kuzimu haikuzuia mlango wa elimu, ile iliwazuia wasiutumie. Nenda kwenye familia zetu, mlango wa biashara uko hapo, cheki vita ya kutumia. Mlango wa ndoa uko hapo, cheki vita.
Na usije ukafikiri waliotangulia walitaka kuishi hiyo lifestyle, walikuwa wanaona milango. Lakini vita ya asili iliyonyanyuka iliwazuia kutumia milango iliyokuwa wazi mbele yao. Na ndio maana kinawasumbua sana. Kwa nini na wewe sasa unaishi hivi? Kwa sababu sisi tulifight to the death kutumia milango, vita ikatuzuia. Tulitegemea wewe utusaidie, tulitegemea wewe utupe mkono wa shirika tuvuke. Inawezekanaje Gideon na wewe unaishi the same life ambayo mimi baba yako mzee Yoash nimeishi? Kwa Ibrahim mlango ulifunguka sio kwa kuanzia kwake, ulianzia kwa baba yake mzee Tera. Kasome Biblia. Mungu alianza kuzungumza na baba toka, na mzee akaanza safari, and then vita iliyonyanyuka ikamuulia njiani wakati hajafika destiny, na akafa hajaacha maelezo yote. Tupungiane mikono. Unaweza ukanielewa? Alibeba watoto anawapeleka kwenye hatima, alafu vita ya miungu ikamuulia njiani, alafu hakuna maelekezo yoyote aliyoacha until mbingu zilipo intervene kwa Ibrahim na kumwambia aliyetakiwa kuanza hii njia na kukamilisha sio wewe, alikuwa baba yako, ila vita aliyokutana nayo ilimpaki pembeni. Nataka Ibrahim wewe sasa uanze upya, mimi nitakuwa pamoja nawe. Ndio maana Mungu haanzi kwa Mungu wa Tera, anaanza kwa Mungu wa Ibrahim. Lakini hakuanza kuzungumza na Ibrahim, alianza kuzungumza na mzee Tera. Hujanisikia? Kwa nini anaanza kutajwa kwa jina la Mungu wa Ibrahim? Ni kwa sababu Ibrahim alijua namna ya kutumia mlango uliofunguliwa mbele yake na kupitisha kile ambacho Mungu alikuwa anataka kipite kivizazi, kifute historia ya jana, kitengeneze hatima ya leo na hatima ya vizazi. Wangapi wapo darasani? Wangapi wapo darasani? Wangapi wapo darasani? Itakusaidia kujua unaombaje. Ifike mahali mwambie Mungu, mahali wazazi wangu walipokoma mimi sitakoma hapo. Mahali waliposhindwa mimi sitashindwa hapo. Mahali walipofia mimi sitafia hapo. Mahali walipozuiliwa mimi sitazuiliwa hapo. Kuna hatua natakiwa kwenda kuliko wao. Lazima usikie hasira huku ndani. Hello? Wangapi wananisikia? Wangapi wananielewa hata kidogo? Ili unapoomba ukasirike. Don't pray the simple prayer. Usiombe maombi mepesi ya kukamilisha ratiba. Omba maombi ya kuhama. Hebu tupungiane mikono. Maandiko yanasema naye alituhamisha kutoka nguvu za giza akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Hakutuingiza kwenye mwana, alituingiza kwenye ufalme. Do you know, hivi unajua Yesu alichinjwa? Wangapi wanaelewa hichi ninachozungumza? Ili amnunulie Mungu Baba watu wa kila kabila, watu wa kila jamaa, amnunulie makuhani na wafalme. Makuhani na wafalme na wanamiliki na kutawala milele. Mzee jirani yako umeanza kumiliki lini? Tikisa kidogo, tikisa kidogo. Kana akili yake haijazinduka. Muulize umeanza kumiliki lini? Au unaanza kumiliki lini? Sawa, jitie moyo katika Bwana. Nao wanamiliki na kutawala. Rudi kwenye idea ya kwanza ya Mungu. Tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Idea ya kwanza, akatawale, akavitiishe samaki, ndege, nchi. Okay. Hivi mimi natawala?
Ni kama tunazungumza injili ngumu. Ulitamani nikwambie pokea gari, ni kama inaleta nataka akili yako ifikiri. Mungu akibadilisha fikra zetu, amebadilisha maisha yetu. That's what I believe. Ndicho ninachoamini. Nalituma neno langu lipate kuwaponya. Mtaijua kweli na kweli itaweka huru. Kwa hiyo omba kutoka kwenye asili. Kuna vita ambavyo tunakutana navyo ambavyo ni cycle, ni mzunguko wa kifamilia. Na kwa sababu hakuna mtu aliyeamua kukata hiyo chain, tuna rotate. Lazima ufike mahali pa kumwambia Mungu, malango ambayo baba yangu hakuyatumia, mimi nitayatumia. Vita iliyomzuia asiyatumia haitanizuia mimi. A friend of mine, huyo jamaa hajaokoka. Of course nafikiri ameokoka sijui miaka 2. Wakati ule ninazungumza naye alikuwa hajaokoka. Ananiambia kitu cha ajabu sana ambacho kilinifikirisha kwenye akili yangu. Anasema wakati anafaulu kwenda form 1, kwao walikuwa maskini sana. Unaelewa maskini sana? Kuna tofauti ya maskini na maskini sana. Maskini sana hata panya hawaishi nyumbani kwao. Panya hawaishi mahali ambapo hakuna chakula. Kwa sababu walikuwa maskini sana. Kwa hiyo wakati anafaulu kwenda form 1, baba yake siku moja akaja shuleni. Analia. Yaani unajua baba anakuja shuleni analia. Akamuita, wakaenda kwa mkuu wa shule. Baba anamwambia, mwanangu, lile shamba ambalo ni urithi babu alituachia, ilikuwa 1 heka. Nimeiuza nusu yake. Fedha yote niliyopata nimeileta hii hapa. Ninaikabidhi huku shuleni. Nimemwambia mkuu wako wa shule na kulipia ada ya form 1 mpaka form 6. Ni kwa sababu tukikaa na hii fedha hatuna uhakika wa kuitunza. Wewe maisha ya nyumbani kwetu unayajua. So I pay this money. Nimewasahau wadogo zako. Sijui wadogo zako wakifaulu tutawasomesha na nini. Lakini wewe ndo mzaliwa wetu wa kwanza. Tunakutanguliza usome. Uje urudishe hii ardhi tuliyouza. Nilikuwa na ndoto ya kujenga, nilifeli. Nilikuwa na ndoto ya kuwa na uchumi, nilifeli. Wewe tunakuangalia kama mpitisha baraka wa familia. Ninalipa hii fedha yote. Tunarudi nyumbani hatuna chakula. Chagua kusoma au chagua kucheza. Afu mzee akalipa ada akaondoka. Rafiki yangu ananiambia, mwalimu, niliambia nafsi yangu ninasoma kwa kiwango cha kufa, alafu ninairudisha ile ardhi. Ndo cha kwanza. Cha pili, nawajengea wazazi wangu nyumba ya ndoto yao. Nataka nijue walikuwa wanataka kujenga nyumba ya aina gani. I will build it. Cha nne, nitawanunulia magari ya ndoto zao. Asema nilijiambia nikiona sijatimiza hizo ndoto na nakaribia kufa, nitakachokifanya nitaenda mahali wanauza scraper. Nitanunua gari iliyogongwa ikachakaa. Nitakuja nitaiweka juu ya mawe mahali nitakapokuwa naishi, hata kama ni kwa kupanga. Watoto wangu niwaonyeshe, niwaambie hii ndio ilikuwa ndoto yangu. Nilihitaji kuishi haya maisha ya standard, ila vita ilinyamazishwa. Lakini I will fight, nitapambana kwanza. Mahali baba yangu alipokwamia, sitakwamia hapo. Nisikilize, wakati naongea naye alikuwa amepata scholarship ya kwenda Urusi. Na aliporudi akaanza ujenzi nyumbani kwa baba yake. Alinunua viwanja kama hana akili nzuri. Yule aliyenunua kile kiwanja akamfuata akasema, tunakujengea nyumba mahali pengine, tunakununulia kiwanja mahali pengine, tupe urithi wetu. Huu ni urithi, hatuna mpango wa kuuza.
Ile ngoma sasa hivi ukizungumza ni kati ya watu waliostawi sana, ila anasema kila nikilala, kila nikiamka, ninaikumbuka ile siku pale shuleni, ofisi ya mkuu wa shule na maneno ya baba yangu, na nilijiambia baba hata kufa kabla hajaona hatua yangu, kabla hajaona neema yangu, hata kufa. Kuna viwango lazima niende. Nisikilize vizuri, tunakosa watu kanisani wenye hasira, wanaosema mahali wengine walipokwama mimi sitakwama hapo, mahali wengine walipozuiliwa mimi sitazuiliwa hapo, nitatumia kila mlango uliofunguka mbele yangu, sitazuiliwa kutumia. Tunakosa hao watu. Hatuna watu wenye hasira kanisani. Tuna watu waliorizika. Umesikia ninachosema? Hichi ndicho kinacholitesa kanisa. Tuna watu waliorizika. That why we pray simple prayer. Ukijipima na wengine kwenye familia yako, unaona we kila kitu kimefika sawa. No. Maandiko yanatuambiaje? Tufike kimo cha Kristo. Sometimes ukijipima na watu wa nyumbani kwao unaona wewe ndio umefanikiwa. It's not true. Sio kweli. Sio kweli. And that why we kill us. Ndicho kinachotuua. Kwa cheki vita ya asili inayokuzuia kutumia milango iliyofunguka mbele yako. Uwe na uhakika hiyo vita iliwazuia wengine pia. Ilimzuia mzee Tera. Kwenye hili omba, jiwekea alama. Mwambie Mungu, hii ni alama najiwekea. Hichi sio standard tunataka kuishi. Kuna standard zaidi ya hii. Usikie hasira huko ndani. Hivi unanielewa ninachozungumza? Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Mimi kuna vitu nikiviangalia hata kwenye utumishi, wachungaji, hata kwenye utumishi, tusipoamua, kuna vitu ambavyo kizazi kinapitia ambavyo kisipoinuka kizazi chenye ile spirit ya kina mzee Kolola, now we preach the simple gospel, kwa sababu watu wanataka kusikia injili nyepesi. Na ndicho kizazi tunachoandaa ambacho hakitaki kusikia mambo magumu. Kikija ibadani, kikikutana na kitu kigumu, kimeahirisha ibada. Ni kwa sababu we don't need changes. Hatuhitaji mabadiliko. Tunahitaji kubaki comfort zone. Ndio maana sometimes nikiwaona watu wa amani, namshukuru Mungu kwa ajili yenu. Ninyi mna muda wa kuomba, mna muda wa kumtafuta Mungu. Kuna ngoma tumekaa mahali, hatuna muda wa kuomba. Tunasubiri tupate vitu kwa niaba ya maombi. Umewahi kuelewa hicho kizazi tunachokitengeneza cha namna gani? Kizazi ambacho hakipo tayari kuumiza magoti ili kupata matokeo. Kizazi ambacho kipo tayari kutafuta embe la upako. Yaani umewahi kufikiri tunaamini tunaweza kuibadilisha dunia kwa kula embe tunaloliita embe la upako? Tupungiane mikono, unanisikia? Unanielewa? Mtu wa Mungu, unanielewa? Lazima kuna tatizo mahali kwenye ulimwengu huu wa giza ambao watu wanafanya kazi kimkakati, wanaitoa miili yao. Kuna ngoma imetoa watoto wake sadaka. Iko mahali nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, ananiambia, mwalimu, wewe unapata shida gani? Sisi kwetu tunakotokea, ukizaa watoto 5, mmoja anatakiwa atunze ndugu zake. Nikamsikiliza. Umesema, unashangaa nini? You have 5 kids, alafu unateseka kiuchumi. Mmoja anatakiwa awe sadaka ya kutunza wenzake.
alafu wewe unataka kumdefeat huyu mtu aliyetoa sadaka ya mtoto wake kwa kula embe. Embe ndio unashindana naye Kariakoo, yeye ametoa sadaka ya mtoto wake, wewe unashindana naye kwenye uchumi Kariakoo, kwenye biashara, kwa kusema nina embe la upako. Mwambie mwenzako acha ujinga, acha ujinga, acha ujinga. Lazima uwe zezeta wa kiwango cha PhD. Kufikiri vitu vitatokea tu hewani. People must pay price. Watu wakuu wanalipa gharama. Kama hatupo tayari kulipa gharama, tuwe tayari kutokuwa na matokeo. Mtikise jirani yako, mwambie hata sasa hujaomba neno. Hiyo sentence ni mbaya kwenye Biblia. Mimi nasomaga alafu nashangaa. Maandiko hata sasa hamjaomba neno. Yesu anasema, alafu anasema ombeni ili furaha yenu iwe timilifu. Yani hata sasa. Yesu umesemaje? Tumetoka mlimani jana, hata sasa hamjaomba neno. Tumefunga siku 5, hata sasa hamjaomba neno. Yesu utukumbuki, hata sasa hamjaomba neno. Ombeni ili furaha yenu iwe timilifu. Tusipotengeneza kizazi chenye hasira rohoni, watu ambao wanaweza wakakaa kanisani wakaipindua mbingu, bado tutaendelea kuwa watumwa, kwa sababu kuzimu inatengeneza watu wenye hasira wa upande wa pili walio tayari kulipa gharama. Kanisa linatengeneza watu ambao hawapo tayari kulipa gharama, ila wanataka kupata matokeo. Nataka usimame tumshukuru Mungu. Wangapi wameenda Njombe? Amenevyo Njombe. Kuna baridi, kuna wakati inaenda mpaka negative. Waza hivi. Kuna mchawi yuko pale. Anaamka usiku anaenda kuloga. Naked. Uchi. Wakati wewe unatafuta blanketi la 3, alafu unaimba nibariki. Jiweke wewe ni Mungu. Wana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nataka ubebe sadaka yako alafu mshukuru Mungu. Sitaomba jioni, lakini jitoe. Jioni tutazungumza. Wakati mwingine kuna mistari, kuna milango, kuna vita na hivyo, lakini learn to pray. Hello. Jifunze kuomba. Tikise jirani yako, mwambie jifunze kuomba. Mwambie tena na mwingine jifunze kuomba. Nimesema Bwana Yesu, ndani yako ninaishi. Ongeza sauti yako. Ndani yako ninaishi. Ndani yako ninakwenda na kuwa na uhai wangu tena. Ongeza tena sauti yako. Bwana Yesu, ndani yako ninaishi. Ndani yako ninakwenda na kuwa na uhai wangu tena. Na kuwa na uhai wangu tena. Na kuwa na uhai wangu tena. Yesu Kristo, wewe uliushinda ulimwengu, na kwa sababu upo ndani yangu ninashinda na zaidi ya kushinda, maana unanitia nguvu. Mahali popote vita iliwazuia waliotangulia mbele yangu, wazazi wangu, ndugu zangu, vita iliyowazuia wakina mzee Tera, leo ninatamka ya kwamba Bwana haitanizuia malango yaliyofunguka ambayo hayakutumika na wazazi wangu na familia yangu kwa sababu ya vita waliokutana nayo. Leo kwa damu ya Yesu hayo malango nitayatumia, maana imeandikwa nitamiliki mlango wa adui, nitamiliki mlango wa adui. Umeniambia kwenye neno lako utanibariki, utanizidisha kama nyota za mbinguni, na uzao wangu utamiliki mlango wa adui, mlango wa adui, mlango wa adui, mlango wa adui. Yesu, kwa damu yako kila mlango uliofunguka mbele yangu, kila mlango uliofunguka kwenye maisha yangu
utazuiliwa kuutumia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wale wanaosimama kwenye hayo malango, nguvu za giza, adui kwa namna yoyote anayesimama kwenye malango yaliyo wazi ili nisiyatumie, aachie sasa, aachie sasa, aachie sasa kwa damu ya Yesu. Enyi nguvu za giza, enyi vita ya kuzimu mliosimama kwenye hayo malango, nisiyatumie, nisitumie, mnaonipinga, saa imefika, saa imefika, saa imefika kuachia huo mlango, kuachia huo mlango, mlango wa elimu, mlango wa uokovu, mlango wa afya, mlango wa uchumi, mlango wa kibali uliofunguka kwenye maisha yangu. Achia, 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 achia. Ninyi mabawabu mliosimama kwenye mlango, mliosimama kwenye mlango, Yesu apigane hiyo vita, Yesu apigane hiyo vita, Yesu apigane hiyo vita, hiyo vita ya malango, hiyo vita ya kwenye malango, malango yaliyofunguka. Rashaka rama rapapasaka rashaka rama riposaka. Mliwazuia waliotangulia, hamtanizuia na mimi. Mliwawekea mipaka waliotangulia, hamtaniwekea mipaka na mimi, maana mimi nina nguvu ya ziada ya Kristo Yesu ndani yangu, ya Kristo Yesu ndani yangu. Yeye alishuka mpaka malango ya kuzimu, malango ya kuzimu, malango ya kuzimu hayakumzuia, malango ya mauti hayakumzuia. Alichukua funguo za mamlaka, na imeandikwa, ninachofunga duniani kimefungwa na mbinguni, na ninachofungulia kimefunguliwa, ninachofungulia kimefunguliwa. Malango yangu yapo wazi mchana na usiku, mlango wangu umefunguliwa, hakuna wa kufunga, hakuna wa kuzuia. Raise your prayer, raise your prayer, raise your prayer. Wewe unajua ni milango mingapi imefunguka na umeona umeshindwa kuitumia. Wengine Roho Mtakatifu anawasemesha. Unakumbuka mlango wa biashara fulani uliofunguka, unakumbuka mlango wa scholarship fulani uliofunguka, unakumbuka mlango wa kazi fulani uliofunguka, unakumbuka mlango wa ndoa uliofunguka. Nini kiliuzuia? Nini kiliufunga? Sema kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo inakata rufaa kwenye madhabahu ya mbingu kwa damu ya Yesu. Enyi mliosimama mlangoni, enyi mliosimama mlangoni kwenye familia, kwenye ukoo wa kwetu, mliosimama mlangoni, mnaoangalia milango ikifunguka, mtuzuie tusiitumie. Saa imefika, saa imefika, saa imefika. Rashakarama rapapasaka. Kuna watu wachache wameelewa. Jioni tutaendelea, ila kuna wachache wameelewa, wanakumbuka milango iliyofunguka. Hii ndio iliwazuia wakina Mzee Tera wasitumie, iliwazuia, waliona ikiwa imefunguka milango ya kutoka, milango ya kutoka, milango ya kutoka. Uru wa Wakaldayo, sitafia Harani, sitafia Harani, sitafia hapa. Waliona mlango uliofunguka wa kutoka, they hear voice clear, walisikia sauti ikisema, ondoka, ondoka, ondoka kwenye miungu ya nyumba ya baba yako, kwenye miungu ya nyumba ya mama yako, toka, chukua hatua, chukua hatua. Walisikia hiyo sauti. Kilichoenda kumkwamisha njiani ni nini? Kilichoenda kumuulia njiani ni nini? Yesu, 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 ingilia hiyo vita. Yesu, 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 ingilia hiyo vita. Yes! Reshekerebo rapa resha. Sitaanza visivyokamilika, sitaanza vinavyoishia njiani, sitaanza ambavyo havitokei, sitaanza ambavyo havina mwisho, sitaanza. Sio kwa uweza wala kwa nguvu, ila ni kwa roho yangu, asema Bwana. Ni kwa roho yangu, asema Bwana. Ni kwa roho yangu, asema Bwana. Rashaka
Baba, asante kwa asubuhi, asante kwa nafasi ya kuomba, asante kwa sadaka tunayokutolea, ishara ya moyo wa shukurani na unyenyekevu. Tunaomba uikubali na kuitakasa, uikubali kwako juu mbinguni. Sawa na neno lako kwenye Zaburi, utupelekee msaada kutoka patakatifu pako na kututegemeza kutoka Sayuni, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, amen. Pe Yesu makofi mazuri. Tukutane jioni kwenye maombi.